Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Leo ni Dominika ya 12 ya mwaka wa liturujia wa Kanisa A. Usiuze roho yako. Masomo ni kutoka Yeremia, somo la kwanza 20 aya ya 10 hadi ya 13, na somo la pili ni Warumi sura ya 5 aya 12 hadi ya 15, na Injili ni kutoka Mathayo sura ya 10 aya 26 hadi 33. Wapenzi, utangulizi. Ndugu zangu wapendwa, mnamo tarehe 6 Julai mwaka 1535 katika jiji la London, mwanasiasa maarufu wa kansela mkuu wa Uingereza Mtakatifu Tomaso More alipelekwa kwenye jukwaa la kunyongwa. Alikuwa amepoteza kila kitu: cheo chake, mali zake, marafiki zake, nguvu zake za kisiasa. Sababu alikataa kusema uongo ili kuokoa sifa yake. Alikataa kumtambua Mfalme Henry wa 8 kama mkuu wa kanisa. Mbele ya umati mkuu wa watu, Tomaso More alitamka maneno ambayo historia haijasahau: I'll die the king's good servant, but God's servant first. Ninakufa nikiwa mtumishi mwema na wa mfalme, lakini kwanza ni mtumishi wa Mungu. Thomas More alielewa jambo ambalo Nabii Yeremia katika somo la kwanza la Dominika ya leo alilielewa, jambo ambalo Mtakatifu Paulo mtume alielewa tunaposoma somo la pili leo. Unaweza kupoteza fedha na ukazipata tena. Unaweza kupoteza kazi na ukaipata nyingine. Unaweza kupoteza umaarufu na ukaijenga upya. Lakini ukipoteza roho yako, umepoteza kitu ambacho hakuna benki, hakuna serikali na hakuna mwanadamu anaweza kukurudishia. Ndiyo maana Yesu anarudia mara 3 katika Injili ya leo: msiogope. Mathayo sura ya 10 aya 26, 28 na 31. Leo tunatafakari ukweli mmoja: watu wengi hawapotezi roho zao kwa sababu ya dhambi kubwa. Wanazipoteza kwa sababu ya hofu ndogo ndogo wanazoruhusu zitawale maisha yao. Tutatafakari mambo matatu. Kwanza, hofu ya watu inaweza kufanya umsaliti Mungu. Ukweli una gharama, lakini uongo una gharama kubwa zaidi. 3, kujua thamani yako mbele ya Mungu unakupa ujasiri wa kuishi kwa ajili ya mbingu. Safari ya kwanza, hofu ya watu inaweza kufanya umsaliti Mungu. Meli kubwa haizami kwa sababu ya maji yanayoizunguka. Huzama pale maji yanapoingia
ndani yake. Bahari inaweza kuizunguka meli pande zote bila kuizamisha. Miti mingi mikubwa haiangushwi na upepo mmoja, huangushwa na mchua wadogo wanaokula mizizi yake pole pole. Ndivyo ilivyo kwa maisha ya kiroho. Watu wengi hawamwachi Mungu kwa uamuzi mmoja mkubwa, humwacha kwa kuogopa watu kidogo kidogo kila siku. Hofu ya watu ni sanamu ya kisiasa ambayo wengi huiabudu bila kuijua. Yeremia anaongea kutoka kwenye maumivu halisi. Mwaka ni takribani 609 mpaka 587 kabla ya Kristo. Mahali ni Yerusalemu. Mfalme ni Yehoyakimu kutoka mashariki. Jeshi la Nebukadreza wa pili wa Babeli linaongezeka nguvu. Yeremia anatembea katika mitaa ya Yerusalemu akitangaza, tubuni, badilikeni, msipojisahihisha mji utaanguka. Lakini watu hawataki kusikia. Makuhani wanamchukia, wanasiasa wanamchukia, wafanyabiashara wanamchukia, hata marafiki zake wanamchukia. Ndipo analia, ninasikia masengenyo ya wengi, hofu kila upande. Yeremia 20 aya 10. Yeremia si mwoga, lakini ni mwanadamu. Anahisi maumivu ya kukataliwa. Petro alipomkana Yesu hakuwa amelewa, hakupagawa, hakupoteza imani yote. Aliogopa. Mbele ya kijakazi moja tu alisema, sikumjua mtu huyo. Mathayo 26 aya 72. Fikiria hilo. Mtu aliyewahi kutembea juu ya maji sasa anatetemeshwa na sauti ya kijakazi. Hivyo ndivyo hofu ilivyo. Inaweza kumfanya shujaa ajisikie kama mtoto. Mithali inasema, kimcha mwanadamu huleta mtego. Mathayo sura 29 aya 25. Kila mara ninapomwogopa mwanadamu kuliko Mungu, naanza kuficha ukweli, naanza kuhalalisha dhambi, naanza kuuza dhamiri yangu. Polepole, kidogo kidogo, mpaka mwisho najikuta mbali na Mungu. Lakini mtu atasema, padre, kuogopa si jambo la kawaida. Ndiyo, hata Yeremia aliogopa, hata Petro aliogopa, hata watakatifu waliogopa. Tatizo si kuhisi hofu, tatizo ni kuiruhusu hofu iamue maisha yako. Ndiyo maana Paulo anasema,
Mungu hakutupa roho ya uoga, bali roho ya nguvu. Timotheo wa pili sura ya 1 aya 7. Usipomwabudu Mungu, utamwabudu mwanadamu mtu. Na siku unapoanza kuogopa maoni ya watu kuliko sauti ya Mungu, tayari umeanza kuuza roho yako. Kwa hiyo, hofu ya watu inaweza kutufanya tumsaliti Mungu. Lakini kuna jambo lingine baya zaidi: kujaribu kuficha ukweli ili kulinda sifa yako. Tafakari ya pili. Ukweli una gharama, lakini uongo una gharama zaidi. Ufa mdogo kwenye bwawa unaweza kuonekana hauna shida, lakini siku moja unaweza kusababisha mafuriko yanayozamishwa na kijiji kizima. Ukweli unauma mara moja, uongo unauma maisha yote. Yesu mwenyewe anaonya. Yesu anasema, hakuna kilichofunikwa ambacho hakitafunuliwa. Mathayo sura ya 10 aya ya 26. Hili si tishio, ni sheria ya maisha. Ukweli unaweza kuchelewa kuonekana, lakini haupotei. Mwaka wa 1536, Thomas More angeweza kusema uongo mmoja tu. Angeendelea kuwa tajiri, angeendelea kuwa maarufu, angeendelea kuwa salama. Lakini alisema, sitabadili dhamiri yangu kwa ajili ya kibali cha mfalme. Alichagua ukweli. Akapoteza kichwa, lakini akapata utakatifu. Leo uzima unamkumbuka wale waliomhukumu, wengi wao wamesahaulika. Daudi alijaribu kuficha dhambi yake. Akaandika baadaye, niliponyamaza mifupa yangu ilichakaa. Zaburi ya 32 aya ya 3. Hii ndiyo picha ya watu wengi leo. Tabasamu nje, machungu ndani. Picha nzuri nje, moyo uliovunjika ndani. Yesu anasema, nanyi mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Yohana sura ya 8 aya 32. Sio fedha zinazowaweka huru, sio umaarufu, sio cheo, ni ukweli. Watu husema, nikisema ukweli nitapoteza heshima yangu. Lakini swali ni hili, heshima gani? Heshima ya watu au heshima ya Mungu? Ni bora ukweli ukulize leo kuliko uongo ukulize milele. Tumeona hofu, tumeona ukweli. Sasa tunafika kwenye mzizi wa yote. Kwa nini unaogopa sana maoni ya watu?
kwa sababu tumesahau thamani yetu mbele ya Mungu. Tafakari ya 3. Ukijua thamani yako mbele ya Mungu, hutaishi kwa ajili ya makofi ya watu. Noti ya 10,000 ikidondoka kwenye matope, bado thamani yake haibadiliki. Kwa nini? Kwa sababu thamani yake haitokani na kuchafuka matope, inatokana na aliyetoa thamani hiyo. Thamani yako haitokani na maoni ya watu, bali upendo wa Mungu. Yesu anasema, hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Mathayo sura ya 10 aya 30. Na tena ninyi ni bora kuliko shomoro wengi. Mathayo sura ya 10 aya 31. Mwaka wa 155 kabla ya Kristo, katika mji wa Smyrna leo Uturuki, askofu mzee mwenye miaka 86 aitwaye Mtakatifu Polikarpo alikamatwa. Gavana akamwambia, mkane Kristo na utaishi. Polikarpi akajibu, kwa miaka 86 nimetendea mema, nitamkanaje mfalme wangu aliyeniokoa? Alichomwa moto, lakini hakuiuza roho yake. Polikarpi alijua kitu kimoja: Mungu aliyemjua wakati wa ujana wake bado alikuwa pamoja naye wakati wa uzee wake. Fedha zinaisha, afya inadhoofika, umaarufu unaififia, lakini Mungu habadiliki. Ndiyo maana nabii Isaya anasema, usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe ni wangu. Isaya 43 aya ya 1. Lakini mtu akisema, watu watanisemaje? Mtakatifu Paulo anajibu, kama ningekuwa bado ninawafurahisha wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo. Wagalatia sura ya 1 aya 10. Mtu anayejua thamani yake mbele ya Mungu haishi kwa ajili ya makofi ya watu, anaishi kwa ajili ya tabasamu la Mungu. Hitimisho. Leo tumeona hofu ya watu inaweza kutufanya kumsaliti Mungu. Ukweli una gharama, lakini uongo una gharama kubwa zaidi. Kujua thamani ni yetu mbele ya Mungu hutupa ujasiri. Nabii Yeremia alipoteza marafiki, lakini hakupoteza ukweli. Mtakatifu Tomaso More alipoteza kichwa chake, lakini hakupoteza dhamiri yake. Mtakatifu Polikarpo aliyapoteza maisha yake, lakini hakumpoteza Kristo. Yesu alikufa msalabani,
lakini akapata ufufuo. Wiki hii jiulize, ni ukweli gani ninaogopa kuusema? Ni dhambi gani ninayoendelea kuificha? Ni maoni ya nani ninayaogopa kuliko sauti ya Mungu? Usitumie maisha yako yote kujenga jina ambalo kaburi litalifuta mara moja siku moja. Tumia maisha yako kujenga uaminifu ambao umilele hautausahau, kwa sababu ni heri kupoteza sifa yako kwa ajili ya ukweli kuliko kupoteza roho yako kwa ajili ya kulinda sifa yako. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tafadhali usiache kulike, kushare na kusubscribe Katoliki Moshi Online TV na Habari Njema Online TV ili upate kila siku mafundisho kama haya. Na watakieni Dominika njema ya 12 ya mwaka A. Tafadhali naomba uandike kwenye comment hapo chini jambo linaloogopeka katika enzi zetu kutendwa mbele ya watu kwa sababu ya hofu ya kupoteza cheo au uhai, au andika pia suluhisho lake ni nini.